Ilikuwa ni lazima nije nijiridhishe pasipo mashaka kwamba kwanza dokumenti zangu zote zimeshifika kwenye mahakama, na kama mahakama iko tayari na ratiba zingine zinazofuatia kwa ajili ya shauri hili, na hasa mkiangalia kwamba tarehe ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 imekaribia siku ya kupiga kura. Kwa kifupi ni kwamba mahakama imekiri kwamba mahakama ya rufaa imekiri kwamba nyaraka zote ambazo nilizozituma kwa ajili ya kukamilisha kukata rufaa zote zimeshafika kwenye mahakama. Kwa hiyo sasa limebaki swala la mahakama kupanga ratiba ya namna ya kusikiliza shauri hili mahakamani na kuona kwamba sasa hatua gani inayofuata. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kujiridhisha na hilo jambo kabla ya kwenda na hatua nyingine. Kazi ambayo leo hii tumeifanya vizuri, na nimekuja na mawakili wangu, nimekuja na chama kwa ajili ya kuja kujiridhisha hilo jambo ambalo lilikuwa la muhimu kabla hatujaenda hatua nyingine ya pili. Kwa maana ya kwamba sasa kwa mfano hatua ya pili inayofuata sasa hivi ni taarifa ya mahakama kwamba jambo hili sasa litaanza kusikilizwa lini. Sasa hayo tunaiachia mahakama. Lakini sisi kwa maana ya kazi yetu ilikuwa ni hiyo, kwamba mahakama isije ikawa sisi tunasema tumekata rufaa, kumbe kuna baadhi ya nyaraka hazijafika mahakamani, tukawa hatujatekeleza wajibu wetu tunaopaswa kuutekeleza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza, nasema kwamba tumefanya uhakiki huo, nyaraka zetu zote zimeshapokelewa na mahakama na ziko kwenye matumizi ya mahakama hivi sasa. Maombi yetu makubwa kwenye rufaa yetu hii, baada ya ile kesi yetu tuliyokuwa tumefungua ya kupinga kuenguliwa kinyume cha sheria na INEC, sababu mlolongo wote huo kwa watu wote ambao wanaendelea kusikiliza shauri hili kwamba si tulienguliwa kwa kweli kinyume cha sheria. Unaweza ukasema tulienguliwa kienyeji. Moja, la kwanza tulizungumza shauri ile la kwanza la kuenguliwa kwetu kwamba tulizuiwa tu kurudisha fomu. Na nikafafanua nikasema kwamba haikuwa kisheria, kwamba wewe mgombea wa chama, mgombea ambaye alikizi masharti mpaka akapewa fomu na akatembea na fomu hizo za wadhamini nchi nzima kudhaminiwa, na baadaye akarudi akaapishwa na mahakama kuu, na baadaye akalipia gharama ambayo ni milioni 1 kwa ajili ya fomu ya ugombeaji wa urais, na akawa amekamilisha taratibu zote na wadhamini wote nchi nzima, akarudisha fomu yake, kuambiwa na INEC kwamba haruhusiwi kwenda kurudisha fomu hizo, jambo ambalo tulienda kulipinga mahakamani, na mahakama kuu ikaagiza kwamba INEC walituondoa kinyume cha sheria, na hivyo wanatakiwa kuturejesha kwenye wagombea na taratibu zote za kututeua. Na tukaenda tukateuliwa kwa taratibu zote za kisheria, na baada ya hapo sasa ikatengenezwa tena mapingamizi mengine, likawekwa pingamizi hilo ambalo mahakama INEC wakaenda kulikubali, ambalo ni pingamizi la kutoka kwa msajili wa vyama kwamba sisi tulishaenguliwa na msajili wa vyama. Lakini hata misingi yenyewe ya kuenguliwa na msajili wa vyama na yenyewe haiwezi kusimama kwa miguu yake, kwa sababu sheria ya uchaguzi yenyewe inasema mgombea yoyote, ukiacha zile sheria zingine za kikatiba ambayo hakuna hata mtu mwingine anayebisha kwamba hatukizi matakwa yale ya mengine ya vipengele vingine vya matakwa ya kikatiba ya kuwa mgombea wa urais.